Yes, kuna madhara ambayo huwa yanamkuta mtu endapo pale asipoamua kuanza kufanya matibabu kwa ajili ya changamoto ya bawasiri ama kutokutumia lishe bora ambayo itaenda kumsaidia kuondoa changamoto ya bawasiri. Namba moja, inampelekea mtu yule kushindwa kuhimili choo. Kushindwa kuhimili choo. Hapa tunaongelea kwamba katika sehemu ya haja kubwa huwa kuna mishipa huwa kuna misuli ambayo imezunguka katika sehemu ya haja kubwa. Sasa baadaye manake yule mtu ile misuli inakuwa inashindwa kufanya kazi kama inavyotakiwa, na hivyo wakati wa haja manake akibanwa haja kuna uwezekano mkubwa wa kile kinyesi kwa kinatoka chenyewe. Lakini namba mbili, inampelekea changamoto moja ya anemia, kutokwa na damu, manake kutokwa na damu kwa muda mrefu. Hii pia ni madhara mengine ambayo yanapelekea mtu au yanampata mtu mwenye changamoto ya bawasiri. Lakini pia changamoto nyingine ni kwamba kushindwa kuhimili choo. Kwa sababu gani? Unakuwa unapata maumivu makali sana wakati wa kutoa haja. Lakini kitu kingine ni kwamba ni mtu unakuwa unapata changamoto ya saratani ya tundu la haja kubwa. Saratani ya tundu la haja kubwa, kwa sababu unapokuwa unapata changamoto ya bawasiri huwa kuna maambukizi mengine huwa yanatokea pale katika sehemu ya tundu la haja kubwa, hivyo hupelekea kupata saratani ya tundu la haja kubwa, saratani ya utumbo, hivyo hupelekea madhara mengine makubwa zaidi. Lakini pia mtu mwenye changamoto ya bawasiri kwa mwanaume inampelekea kushindwa kwa tendo la ndoa au inampelekea kukosa hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo pia